wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi kwenye baraza la Eid linalotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kati ya Machi 31 au Aprili mosi kulingana na mwandamo wa mwezi. Na katika michezo, klabu ya Yanga jijini Dar es Salaam ya saini makubaliano na Kamisheni ya Utalii Zanzibar kwa lengo la kutangaza vivutio vya utalii vilivyopo visiwani humo. Habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu katika kipindi chetu cha asubuhi njema. Utakuwa na mimi Tuiseriki ambaye nitakusomea taarifa ya habari na baadaye nitapata nafasi ya kuangazia vichwa vya habari vilivyopewa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hapa studio kwa asubuhi ya leo. Karibu tuanze na taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika baraza la Eid al-Fitri linalotarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kati ya Machi 31 au Aprili mosi kulingana na kuandama kwa mwezi. Akitoa taarifa kwa niaba ya Mufti wa Tanzania Abubakar Zubeir, Sheikh Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Walid Al-Hadi Omar amesema baraza hilo litatanguliwa na swala ya Eid itakayofanyika katika msikiti wa Mfalme wa Sita, makao makuu ya BAKWATA jijini Dar es Salaam. Nichukue nafasi hii kukualika kuhudhuria pamoja na Waislamu wote wa pande zote juu ya wilaya zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam. Asubuhi kitaifa tutaswali Eid katika msikiti wa Mfalme wa Sita, lakini na jioni baraza la Eid katika ukumbi wa Mwalimu Nyerere. Nyote mnakaribishwa, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, kwa nafasi zenu zote. Tunaomba tushirikiane nao pamoja katika kusherehekea Eid. Aidha, Sheikh Walid Al-Hadi Omar amewataka Waislamu kuhudhuria kwa wingi katika baraza hilo kwani ni siku muhimu kwa Waislamu. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari na sasa tuelekee huko mkoani Njombe. Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amelaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu mwenezi wa Baraza la Wanawake wa Chadema Bawacha Bi Sigrida Mligo lililotokea Machi 25 mwaka huu. Michael Patrick anaarifu zaidi kutoka Njombe. Katika kulaani tukio hilo, Katibu Mkuu wa CCM amewaagiza viongozi wa chama hicho mkoani Njombe wakiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa huo Deo Sanga kufika nyumbani kwa wazazi wa Bi Mligo katika kijiji cha Kisilo kata ya Rugenge ili kutoa mkono wa pole. Kapigiwa simu na mwenezi wetu wa taifa Mheshimiwa Makara kwamba tuende tukamuone mgonjwa, na tulimpa taarifa tumeshamuona, kwa akaagiza tuje sasa tumuone nyumbani wazazi wa binti yetu. Kwa hiyo asubuhi tumehabarishana na ndio sasa mnatuona tuko hapa. Tunalaani sana tendo hili kama wana Njombe, kama Watanzania. Kuna msemo unasema mtoto wa mwenzako ni wako. Nakuta amesharuhusiwa lakini hali yake sasa inaendelea vizuri, lakini tunaendelea kulaani kile kitendo ambacho kimefanyika. Baada ya kutekeleza agizo hilo, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Njombe Deo Sanga ameeleza kuwa chama hicho kinasimamia misingi ya amani na haki na kwamba vitendo vya aina hiyo havipaswi kuvumiliwa katika jamii yoyote. Jambo hili limetusikitisha. Ukiacha itikadi zetu za Chama cha Mapinduzi na Chadema na vyama vingine, kwa upande wake Bi Sigrida Mligo amepongeza hatua hiyo ya mshikamano na kusisitiza kuwa kitendo hicho kinapaswa kupingwa na kila Mtanzania. Sikuamini kama yule alitumia akili yake ya kawaida. Nafikiri akipatikana huenda ataelezea nini kilimsukuma yeye kufanya hivyo. Baadhi ya wanachama wa Chadema mkoani Njombe nao wameelezea kusikitishwa kwao na tukio hilo. Kwa maana hiyo kuna timu Lissu na timu Mbowe. Hizi zinaonekana kabisa kwamba zinasigana. Kwa hiyo kama wao wanasema kwamba hawahitaji kuwaona timu Mbowe ikifanya kazi ya siasa Njombe hapa, watuambie. Nikiripoti kutoka mkoani Njombe, mimi ni Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa hiyo. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Shatu Kijaji ameelekeza kikosi kazi cha kudhibiti uvuvi haramu kuelekea Ziwa Victoria mara moja ili kuzuia matumizi ya wavu wa makila yani gillnet, wakati wa serikali ikiendelea na taratibu za kupumzisha ziwa hilo kwa kipindi cha miezi mitatu kuanzia Mei 15 hadi Agosti 15 mwaka huu. Taarifa zaidi na Amani Mbando.
Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma wakati wizara ilipokutana na kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kwa lengo la kuwaelimisha wajumbe wa kamati hiyo kuhusu umuhimu wa kupumzisha ziwa Tanganyika. Hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuna utani kabisa, tunatamani tulinde rasilimali zetu. Yawezekana hata hivi dagaa vichache, samaki wadogo, ukimsikiliza Mheshimiwa Kabejuru ni kweli, yawezekana Gillnet zimevua vitu vyote, pamoja na kwamba tuliweza kupumzisha ziwa, lakini Gillnet zimeharibu tena kila kitu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tunalibeba na timu yetu ipo, timu ambayo iko kazini masaa 24 itaelekea ziwa Tanganyika. Kuhusu upumzishaji wa shughuli za uvuvi katika ziwa hilo, Naibu Katibu Mkuu wizara hiyo anayeshughulikia uvuvi Dr. Edwin Mhede ameeleza faida zake ikiwamo ongezeko la samaki na mapato tangu utaratibu huo ulipoasisiwa. Ile tani 89,138 za samaki zenyewe thamani yake ilikuwa ni bilioni 742. Bilioni 742.45. Maana yake ni kwamba tofauti ile ya 4.6 tunayoizungumza ukileta kwenye thamani, kulikuwa kuna ongezeko la fedha kwa maana thamani bilioni 174. Bilioni 174.55. Kwa upande wa maelekezo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imesisitiza kuhusu udhibiti wa uvuvi haramu ili kuhakikisha tija inapatikana ziwa hilo litakapofunguliwa mwezi Agosti. Kikosi kazi ambacho kinashughulikia swala hilo la uvuvi haramu immediately, kama kilikuwa kinakwenda sehemu nyingine, kirudi kwenye ziwa Tanganyika. Sisi tunaungana na wewe, tunasupport na tunakushukuru kwa maelekezo hayo. Tunaomba maelekezo hayo yafanyiwe kazi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Puma Energy Tanzania Fatma Abdalla amezishukuru na kuzipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kazi kubwa na nzuri ya kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji nchini. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Mkurugenzi mtendaji kampuni ya Puma Energy Tanzania Fatma Abdalla amezitoa pongezi hizo kwa serikali katika iftari maalum iliyoandaliwa na kampuni hiyo kama ni sehemu ya kurejesha fungu kwa jamii na kuthamini mchango wa serikali katika kukuza biashara. Amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar zina kila sababu ya kupongezwa kwa kazi kubwa ya kuweka mazingira bora ya biashara na uwekezaji hasa katika viwanja vya ndege vya Tanzania. Lakini kwenye aviation sector tumeona growth kubwa sana, tunamshukuru Mungu, lakini vile vile tunashukuru serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, especially Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa anayofanya kuendelea kuchagiza uchumi wa Zanzibar na unakuwa kwa haraka, na airport yetu ya Zanzibar ni miongoni mwa airport inayofanya vizuri katika operations zetu zote Afrika, kwa sababu Afrika Puma tuna operate kwenye airport zaidi ya 100 na airport ya Zanzibar ni miongoni mwa airport iko kwenye top 3 in Africa kwetu sisi teknolojia, na hata vile vile kwenye upande wa inspections zetu tunapata kila mwaka tunafanya inspection na kampuni inaitwa JIG, na it's an international recognized inspection kwenye aviation sector. Wanapokuja huwa wanashangaa wanachokiona kwenye airport yetu ya Zanzibar. Kwa hiyo nashukuru na naombe tu kuendelea kusisitiza mamlaka ya Zanzibar Airport Authority kuendelea kufanya kazi nzuri. Aidha, Fatuma amepongeza serikali kwa miongozo na ushirikiano wao katika uendeshaji wa kampuni hiyo ndani ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zanzibar Abedi Amani Karume. Serikali kwanza katika bodi yetu ina wakurugenzi 10. Wakurugenzi 5 wanatoka upande wa serikali, wakurugenzi 5 wengine wanatoka upande wa Puma International. Kwa hiyo serikali inachangia kwanza kwa kutuelekeza, kwa kutusaidia kurasimisha policies nyingi ambazo tunaziona zinafaa katika sekta yetu. Serikali inasaidia kwa kiasi kikubwa sana kutuweza kutupush sisi tuendelee kufanya vizuri katika hii sekta. Mkurugenzi mkuu mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar Saif Abdallah Juma amesema serikali itahakikisha inafungua milango kwa kampuni zinazotaka kuwekeza vituo vya mafuta ya ndege. Sisi kama serikali na kama mamlaka ya viwanja vya ndege Zanzibar kama walivyoeleza awali, tulikuwa tuna kampuni moja tu ya Puma ambayo inatoa mafuta, lakini sasa tuna kampuni nyingine ambazo tayari zimeshaanza kutoa huduma. Tuna kampuni ya Oilcom na tuna kampuni ya Lake Oil ambazo tayari, na lengo la serikali ilikuwa kuhakikisha kwamba tuna ushindani wa bei ili kupunguza gharama za usafiri wa anga Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kasim, Channel 10, Zanzibar.
Zikiwa zimesalia siku mbili kukamilika kwa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, waumini wa dini ya Kiislamu wamehimizwa kutoa zakatul fitri kwa watu wasio na uwezo, wakiwemo yatima, wajane na wazee, ili funga zao ziweze kukubalika. Hamisi Suleiman ameandaa taarifa ifuatayo. Wito huo umetolewa na maimamu katika hafla fupi ya upokeaji zakatul fitri kutoka katika taasisi ya Abdul Aidia jijini Dar es Salaam, ikiwa ni agizo kwa Waislamu wote wanaomaliza mfungo mtukufu wa Ramadhani kutoa kwa wasiokuwa na uwezo, ambapo zaidi ya maimamu 200 walipatiwa zakatul fitri. Sadaka inayotakiwa kutolewa kwa mtu ambaye amefunga, anaweza kutoa fedha au anaweza akatoa vitu. Wafadhili wetu wamechagua kutoa fedha ili kuwezesha maimamu kutumia fedha hizo kununua katika yale ambayo watahitaji katika mahitaji ya sikukuu. Maimamu pamoja na walimu wa madrasa ambao wanaunda jumuiya ya Umata ndio ambao wamepewa kipaumbele kwa leo kuweza kupewa zakatul fitri. Na kwa hakika hili ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelielekeza. Tunatoa wito kwa ndugu zetu wenye na uwezo wasisahau kwamba wako mafukara, wako mayatima, kuna makundi mbalimbali wasiojiweza. Kwa maana hiyo, na wale wenye uwezo wawasaidie ndugu zetu hao kwa ajili ya kuunganisha furaha kwa pamoja. Mkurugenzi wa taasisi ya misaada ya Abdul Aidi Sheikh Arif Abdurrahman Surya amesema zakatul fitri ni lazima kutoa kwa kila Muislamu aliyefunga na mwenye uwezo, na asiyefanya hivyo anakwenda kinyume na maagizo ya Uislamu. Na Muislamu yote ambaye ana uwezo alafu asitoe zakatul fitr, huyo saumu zake zitakuwa hazipandi kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa alhamdulillah, leo sisi tunatoa zakatul fitr kwa maimamu wa misikiti mbalimbali ndani ya jiji la Dar es Salaam, lakini vile vile kuna walimu wa madrasa na masheke ambao wanaharakika katika juhudi ya dini. Katika hafla hiyo fupi, maimamu hao wakiongozwa na Sheikh Arif walifanya dua maalum ya kuliombea taifa pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Atakayokuwa amehatarisha maisha yake, lakini vile vile atakayokuwa amehatarisha malengo yake kwa ajili ya nchi hii. Nchi hii inaendelea kupata mambo mazuri kupitia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, iendelee kupata hayo mambo, lakini vile vile tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amkinge na amfiche na uadui kama vile alivyoificha roho ndani ya mwili. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Wananchi wameishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya mageuzi makubwa katika miundombinu ya ujenzi wa barabara ya lami Kagwira Karema kilomita 112, ambapo itapunguza changamoto ya usafiri. Pasco Katona anaarifu kutoka Katavi. Baadhi ya wananchi wa halmashauri ya wilaya Tanganyika wanamshukuru Rais kwa ujenzi wa mradi wa barabara ya lami kilomita 112 Kagwira Karema na kulipwa fidia zao. Tumefurahi na tunashukuru sana kwa serikali inapambania hili swala. Na ukiangalia ni parefu mpaka Karema na ndio bandari ipo. Jenga bandari kwa sasa tunapenda wapambane haraka. Manufaa ambayo tunapata hapa sababu ya usafiri. Pia na mazao yatakuwa na bei nzuri. Pia na watu wote hata wa nchi mbalimbali kupita barabara. Na wasimamizi wa mradi huo wa ujenzi wa barabara ya lami kipande cha kwanza na kipande cha pili wanaeleza gharama za mradi huo. Hadi Kasekese kilomita 54.144. Mradi huu unagharamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa 100%, ambapo gharama yake ya mradi ni bilioni 106.95. Mradi huu umeanza mnamo Agosti mwaka 2024, ambao una jumla ya miezi 26 ya utekelezaji ikijumlisha miezi mitatu ya maandalizi. Gharama ya mradi huu ni jumla ya bilioni 112.141. Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Katavi amesema mafanikio ya barabara hiyo ya Kagwira Karema kilomita 112 ya lami pindi yatakapokamilika.
Mafanikio ya barabara hii inayokwenda Karema, kama tunavyokumbuka hapo awali, barabara ya Karema imekuwa ni barabara ambayo ilikuwa na changamoto hasa za usafiri, na baada ya kujengwa kwa bandari ya Karema imeonekana sasa eneo la miundombinu ni muhimu sana, kwa maana Karema inakwenda kuchangia uboreshwaji wa biashara kupitia ziwa Tanganyika kwa nchi zetu za jirani. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Katavi, naitwa Pasco Emmanuel Katona. Wizara ya Elimu imejipanga kuendelea kuweka mazingira salama kwa watoto wa shule za awali na msingi, ikiwemo kuwapatia chakula wawapo shuleni, ikiwa ni mikakati ya kuongeza uelewa na usalama wa mtoto, jambo ambalo litaongeza ufaulu. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu Wilson Mahera akifungua rasmi mafunzo ya mpango wa shule salama utakaotekelezwa kwa shule 5,000 Tanzania, ambapo kituo cha Morogoro kimetoa mafunzo kwa shule 679 na kuwaomba wazazi kushiriki kamilifu katika mpango huo, ikiwemo kulipia chakula cha watoto wakiwa mashuleni. Na wazazi wengine kukataa majukumu yao. Nchi nyingine wameweka sheria kabisa kwamba ni mtoto akiwa shuleni lazima ale, na ni sheria. Mzazi anatekeleza wajibu wake, kwa sababu mtoto akirudi nyumbani Jumamosi na Jumapili si anapata chakula cha mchana na cha jioni. Ni kwa nini anapokuwa shuleni mzazi asiwajibike kwa chakula cha mchana kwa shule za day? Upande wa serikali imefanya, serikali ya awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan imeongeza budget. Lengo kubwa la mafunzo haya ni kuwajengea uwezo walimu wanasihi ili kwa kushirikiana na wadau mbalimbali waweze kusaidia utekelezaji wa mpango wa shule salama katika shule zetu nchini. Je, wanufaika wa mafunzo hayo wana nini cha kusema kuhusu tija wanaoenda kuongeza katika maeneo yao ya kazi? Mtoto anapata changamoto nyingi sana. Ukatili wa kijinsia unaendelea huko kwenye jamii zetu, na ndio maana sasa serikali imeamua kumleta mwalimu apate mafunzo haya kwenda kunusuru, kwenda kumlinda yule mtoto. Na ndio mpango huu wa shule salama. Tumekuwa hapa tumejifunza mambo mengi, ikiwepo dhana ya shule salama, na katika mpango huu wa shule salama tumejifunza jinsi ya kushirikiana na wazazi na kuhakikisha kuwa watoto wetu wanakuwa salama katika kipindi chote kupitia umoja wa wazazi na walimu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Asante Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Morogoro. Kaimu Katibu Tawala wa Mkoa wa Arusha, Sara Mlaki, ameshauri kuwa ajenda ya usalama wa chakula iwe ya kudumu katika mikutano yote muhimu ili kuepusha madhara kwa afya ya binadamu. Jamila Omale ameandaa taarifa ifuatayo. Sara ametoa wito huo jijini Arusha wakati akifunga warsha iliyokuwa na lengo la kutoa hamasa katika masuala mazima ya usalama wa chakula katika mnyororo wa chakula, kuanzia uzalishaji mpaka chakula kinapofika mezani. Chakula kisipokuwa salama kinaathiri hata ufahamu wa watoto, watu wazima, vijana, lakini pia kisipokuwa salama kinatuletea shida za afya. Tumeambiwa kwamba chakula kisipokuwa salama hakiathiri tu afya zetu kwa magonjwa yasiyoambukizwa. Tumesema hata magonjwa ambayo yanaambukiza. Akizungumza katika semina hiyo, Laetitia Ishengoma, mshauri wa kisera taasisi ya Gain Tanzania, amesema waligundua kuwa kuna changamoto kubwa sana hasa kwenye masuala ya ulaji wa chakula ambavyo vinauzwa sokoni lakini vinapikwa majumbani na hasa katika maeneo ya masoko. Iwepo miongozo itakayosimamia na kamati za shule pamoja na uongozi wa shule na viongozi ambao wanahusika kwenye masuala ya afya na lishe waweze kusaidia katika kusimamia, kuhakikisha kwamba kiko salama, akijaathiriwa na hasa mahindi na maharage ambayo sana sana ndio yanayokusanywa mashuleni. Mbunge wa viti maalumu CCM mkoa wa Arusha, Zaituni Swai, amesema mafunzo haya ni muhimu sana kwani yatasaidia kuokoa maisha ya wananchi wanaotumia vyakula katika shughuli zao za kila siku.
Kuna mamlaka ambazo zinahusika na usalama wa chakula kama mamlaka yetu ya chakula TFDA, kuna TBS, lakini haimaanishi kwamba kama mamlaka hizi hazipo kwenye sehemu zetu tunazoishi au kwenye jamii zetu, haimaanishi kwamba sisi tusizingatie usalama wa chakula. Usalama wa chakula ni swala na ni wajibu wa kila mmoja wetu kuzingatia. Tuache kutumia ile mifuko ya plastiki kuwekea vyakula. Mifuko ile imeendelea kuwa paka kwa watoto wetu mashuleni. Vinaitwa vifriji. Vile vifriji vinawekewa chipsi, wanawekea miogo. Jamila Omar, Channel 10+, Arusha. Omar kwa taarifa hiyo. Na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Uongozi wa timu ya Yanga ya jijini Dar es Salaam umesaini mkataba wa makubaliano ya ushirikiano na Kamisheni ya Utalii Zanzibar kwa ajili ya kuvitangaza vivutio vya utalii vilivyopo visiwani Zanzibar. Ifuatayo ni taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kusaini mkataba huo, rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Saidi amesema hatua hiyo ni muhimu wa klabu hiyo katika kukuza utalii wa Zanzibar. Ni ubunifu unaofanywa kupitia Commission na Wizara ya Utalii katika kutangaza vivutio vya Zanzibar. Sehemu ya jezi ya Young Africans itakwenda kuwa na nembo inayoonyesha Visit Zanzibar, kivutio kikubwa ambacho Mwenyezi Mungu ametubariki wa Tanzania, na haitabaki tu kwa Visit Zanzibar ikae kwenye jezi, lakini mahusiano haya yatakwenda kutoa elimu na uelewa juu ya vivutio vya kitalii vilivyokuwepo Zanzibar. Aidha, rais huyo wa mabingwa mara 30 wa ligi kuu ya Tanzania bara Engineer Hersi anasema uongozi wa Yanga unajivunia mafanikio ya klabu hiyo ndani na kimataifa. Hiyo klabu inayofuatiliwa sana kwenye mitandao yake ya kijamii hapa Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Kupitia platform hizo, wako watu ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania, lakini wako watu ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Fursa hii ya kuitangaza vivutio vya kitalii vilivyokuwa Zanzibar vitatoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu wataifahamu Zanzibar, watafahamu vivutio vilivyokuwepo, lakini tutatoa fursa pia watu kuelewa pia gharama ambazo watu wanaweza kuzipata au wakazikaa wakiwa hapa Zanzibar. Different packages, lakini pia tutatengeneza mifumo ya discount mbalimbali zitakazowafanya watu wapate unafuu wa matumizi wakiwa hapa Zanzibar. Saini ya mkataba huo wa ushirikiano wa mwaka mmoja katika kuvitangaza vivutio vya utalii vya Zanzibar, timu ya Yanga imewakilishwa na makamu wa rais wa timu hiyo Arafat Ali Haji, na upande wa Kamisheni ya Utalii imewakilishwa na katibu mtendaji wa Kamisheni ya Utalii Zanzibar. Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo ambayo imetuhitimishia taarifa yetu ya habari kwa asubuhi ya leo. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea kuendelea na kipindi chetu cha Asubuhi Njema. Tafadhali baki nasi.